kama ningekuwa nazungumza na wachezaji wa Simba, ningewaambia kwamba everything is in your own hands. Yani kila kitu ambacho mnakifanya na mtakachokifanya kipo kwenye mikono yenu, na mkiamua kwamba mnaamua tu kwamba tunataka kuishinda hii mechi, lipo kwenye mikono yenu. Kwa sababu ukirejea performance ya timu zote mbili, ama ukirejea performance ya Simba kwenye mchezo wa kwanza, Simba walikuwa na sababu nyingi za kuweza kusumbuana na kufika kwenye hatua tofauti. Lakini waliokosa magoli, waliokosa nafasi ni wachezaji wenyewe. Amemtaja mtu mmoja anaitwa Degmum, mchezaji ambaye alifunga bao la kwanza kwenye mchezo ule. Mchezaji ambaye alikuwa na wakati mzuri pia kwenye eneo la uchezaji kwa jumla kwenye mchezo mzima. Mchezaji ambaye anacheza nyuma ya Ben Yosef, akiwa na performance ambayo huwezi kaipuuza hata kidogo. Performance yake, maendeleo yake, uwezo wake wa kulink up na wenzie, uwezo wa kucheza na wenzie, vimekuwa ni vitu ambavyo vinaweza vikawa vinampa silaha bora sana Mwalimu Fadlu Davids, na namna ambavyo anaweza tengeneza nafasi nzuri ya kuweza kuhakikisha anakwenda kwenye hatua inayofuata. Lakini at the end, nafikiri moja kati ya changamoto bora ambayo anaweza kawa anaipitia, ama changamoto ambayo anaweza kawa anajiuliza, majibu mengi yanakuja kichwani na maswali pia yanazidi kuflow kwa wingi, namna gani ambavyo namna gani ambavyo unaweza kawa unapata magoli kwenye wakati ambao unayahitaji haswa. Unatumiaje zile dakika walau 45 za kwanza kuwa safe kwenye eneo ambalo unahitaji kuwepo? Kwa sababu changamoto sio wewe kushambulia, changamoto utashambulia mara ngapi kwa ufanisi, na utaua nafasi ngapi ambazo zinahitajika ili uweze kupata mabao matatu. Lakini pia hata ukipata mabao mawili, ukumbuke hawa watu wa Afrika Kaskazini, ukienda nao kwenye changamoto ya mikwaju ya penalty, unahitaji kuwa madhubuti kweli kweli, vinginevyo ni sehemu ambayo wao wanaifurahia zaidi. Kwa hiyo kila kitu ambacho wanahitaji kufanya Simba hii leo kipo kwenye mikono ya wachezaji. Hakuna Fadlu ambaye atavaa bukta, hakuna Mangungu atakayevaa bukta ingia pale uwanjani aenda kusaidia wewe Ateba kufunga, umebaki 1-1 basi Mangungu aseme lete hiyo cross nitie udosi hapa. Hakuna. Mangungu atabaki VIP, Fadlu atabaki kwenye touchline, wewe Ateba ndo utabaki na goalkeeper ama utabaki na goli.